kielezo hiki kitaleta manufaa mengi. Kwa ujumla wake ni kwamba kitawezesha wawekezaji wengi kuona na kufuatilia mwenendo wa faida halisi katika soko la upili la dhamana za serikali na kufanya maamuzi ya uwekezaji wakiwa na taarifa sahihi. Pia kitawapa wawekezaji uwezo wa kufanya ulinganifu wa kimataifa, na hii inamaanisha kwamba wawekezaji wa ndani na wale wa nje sasa wataweza kulinganisha faida ya dhamana za serikali za Tanzania na fursa nyingine zilizopo katika uwekezaji wa hapa ndani pamoja na zile zilizopo kwenye masoko mengine ya nchi za jirani au za huko nje ya nchi kwenye masoko ya kimataifa, na kwa msingi wa taarifa ambazo zinaaminika. Pia kielezo hiki ni kioo kinachoakisi matarajio ya soko kuhusu ukuaji wa uchumi, mfumuko wa bei na mwenendo wa sera ya fedha. Kwa Benki Kuu, itaimarisha utekelezaji wa sera ya fedha inayotegemea viwango vya riba, yani interest based monetary policy transmission. Vile vile kielezo hiki kitasaidia uthamanishaji wa dhamana zinazotumiwa na mabenki ya biashara katika kukopa fedha kutoka Benki Kuu, ambao huwa unafanywa kwa kutumia ile central bank rate. Vile vile kwa mabenki, kielezo hiki kitasaidia kwa mabenki, mifuko ya hifadhi ya jamii, makampuni na watu binafsi kutumia taarifa za kielelezo kitakachokuwa kimetolewa kama rejea ya viwango salama, yani risk free benchmark rates, katika kupanga bei za mikopo, katika kuwezesha mikopo ya nyumba yani mortgage, na katika hati fungani za makampuni yani coupon bonds, corporate bonds, pamoja na uwekezaji katika biashara mbalimbali. Hii miaka mitatu minne tumefanya kazi kubwa sana pia ya kuliangalia soko la upili. Nadhani mwanzoni hata visibility ya taarifa ilikuwa kidogo limited, lakini kama sehemu ya transparency, naomba mkaangalie growth ya activities ambazo zimetokea kule. Naweza nikawaambia ni almost twice kile ulichokuwa nakiona. Kwa mwaka wa 25-26, nikichukua namba za Julai mpaka kuja mwezi wa 4 wa mwaka huu, ni zaidi ya trilioni 6.7 zilikuwa traded. Ni quite a massive growth ambao ni zaidi ya 93%, almost ni kama vile mara mbili ya kile ambacho tulikuwa tunacho kwenye mwaka uliopita wa fedha. Kwa hiyo inaonyesha pia kwamba soko letu linaanza kushika kasi ya kuwa deepened au kuongezeka, lakini pia activities tunazoziona zinaendelea kwa sehemu kubwa sana. Thamani ya uwekezaji katika masoko ya mitaji Tanzania kwa ujumla wake umekuwa kwa 45%. Jamani, makofi makubwa. Lakini kipekee kabisa, soko la hisa, thamani ya uwekezaji katika soko la hisa imekuwa kwa 79%. Uwekezaji katika hati fungani, ukicombine hati fungani za serikali na hati fungani za taasisi, umekuwa kwa 48%. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja imekuwa kwa 79.8%. Tuendelee kushirikiana, tuitumie kielelezo cha bei ambacho tunakizindua leo kuongeza thamani ya uwekezaji, kuleta bidhaa mpya na bunifu zaidi zinazovutia wawekezaji wa ndani, lakini vile vile wawekezaji wa kimataifa.